Unapata hasara kwenye ufugaji wako wa bata, hili ndio suluhisho. Jitahidi sana kutazama video hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili kusudi kuweza kujua mbinu mbalimbali ambazo zitakupelekea wewe usiweze kupata hasara. Tatizo kubwa ambalo linapelekea watu wengi kuweza kupata hasara kwenye ufugaji wao wa bata ni kuhusiana na usimamizi mbaya. Watu wanakuwa na usimamizi mbovu. Kwa usimamizi mbovu huu unapelekea wewe kuweza kupata hasara kubwa kubwa. Kwa hiyo usimamizi huu upo katika mgawanyiko mbalimbali ambao kama utasimamia hivyo itakupelekea wewe kuweza kutokupata hasara, na utaepukana na hasara nyingi ambazo zinapelekea kuweza kupoteza bata wako, kuweza kupoteza mayai pamoja na kuweza kupoteza vifaranga. Kwa hiyo watu wengi sana wanakuwa hawana usimamizi katika swala zima la vyakula. Unakuta mtu ameamua kufanya ufugaji wa bata na bata wake either yuko busy sana na mambo yake ya kazi, ameweza kuachia watoto wake waweze kuangalia wale bata, au ameweza kumweka mtu, yule mtu ndo anakuwa amemwajiri kwa ajili ya kuweza kuangalia wale bata. Kwa hiyo kama wewe mwenyewe mfugaji utakuwa na uangalizi mbovu kwenye swala zima la bata wako unawafuga, hili kwa kweli lazima utapata hasara, kwani watu wengi sana imewapelekea kuweza kupata changamoto kama hizo. Usimamizi mbovu kwenye swala zima la vyakula. Kwa tukumbuke kwamba bata hawa ni ndege. Kama ni ndege ina maana na pia wanahitaji chakula, wao wanakula mara kwa mara. Kwa hiyo kuna aina mbalimbali ya ufugaji wa bata. Either wewe utakuwa umefuga katika ufugaji aina ya huria, ina maana kwamba bata wako wanawafungulia asubuhi, wanaenda kujitafutia wao wenyewe chakula na kurudi jioni. Au wewe umeweza kufuga katika mazingira ambayo wewe mwenyewe unaenda kutafuta chakula, unawapa bata wako, unatafuta maji, unawapa bata wako wanakunywa, unatafuta madawa, unawapa bata wako wanakula. Kwa hiyo kama usimamizi wako utakuwa ni mbovu, ina maana itapelekea wewe kuweza kupata hasara kubwa sana kwenye ufugaji wako wa bata. Tuanze na huyu mfugaji mmoja ambaye yeye bata wake amewafungia na bata wake yeye ndo anawahudumia, ina maana anawatafutia yeye mwenyewe chakula. Mfugaji huyu ni vyepesi sana kupata hasara endapo kama atashindwa kuweka usimamizi wa kuhakikisha wale watu waliowaachia au familia yake aliyoiachia au yule mfanyakazi aliyomwachia kuweza kusimamia bata wale, kuwapa chakula, kuwahudumia manake wale bata, kama atawahudumia katika hali iliyokuwa ni mbovu. Kwa hiyo jitahidi sana wewe mwenyewe mfugaji kuweza kutembelea bata wako, kuweza kuangalia kama je, hawa bata wanapata chakula kile ambacho wewe unachokitoa. Je, wewe umeweza kuweka budget ya kuweza kununua pumba, umeweka budget ya kuweza kununua mahindi, umeweza kuweka budget ya kununua mashudu, umeweka budget ya kuweza kununua mabaki mbalimbali ya vyakula katika mahoteli unaletewa pale. Je, bata wako kweli wanakula hivyo vyakula, au yule mtu ulimwachia basi anakuwa hana muda maalum, hana nafasi ya kuweza kuwahudumia wale bata. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, kama wewe unafuga bata na katika ufugaji wako ni kuweza kuwazungushia bata, yani ina maana bata wako hawatoki nje kwenda kujitafutia, jitahidi sana kuweza kuweka usimamizi, kuweza kumsimamia huyo mtu unemwamini na aweze kuangalia bata hao. Na pia mfugaji mwingine ni mfugaji ambao bata wake anawaachia. Kwa hiyo wanaamka asubuhi, anafungulia bata, wanaenda huko kutembea, kutafuta wenyewe vyakula, wanatafuta wenyewe maji, wanakunywa, wanazunguka, afu wakirudi jioni ina maana anawafungia. Pia na mfugaji huyu ana hatari kubwa sana kuweza kupoteza bata wake, kwa sababu kwanza kabisa atapata hasara katika sehemu tofauti. Kwa mfano, anapokuwa anawaachia wameenda kule, aidha wanaweza wakaibiwa, wakaondoka bata 10 wakarudi bata 8 wakaibiwa na majirani zake, au pia anaweza kupata hasara kwa kupigwa. Ina maana bata wanakuwa wanaenda kwenye nyumba za watu, wanaharibu mazingira, wanaharibu vyombo vya watu. Kwa hiyo huenda yule mtu akapata hasira akaamua kuwapiga wale bata na kuwa amewaua, kwa tayari atakuwa amepata hasara. Na kitu kingine, huenda bata wake akawa wameenda kula lakini hawajala chakula cha kushiba. Wamekula chakula lakini wamekula chakula cha aina moja, wameenda kujitafutia wenyewe. Wamekula tu, hawajala protini. Wamekula tu vyakula vya wanga, vyakula ambavyo haviwezi wao kuwasaidia. Kwa mwisho wa siku pia atapata hasara kwa kupata mayai madogo, na atapata hasara kwa bata wake kutokuweza kukalia vizuri mayai na kuweza kufanya vizuri kwa kuweza kutaga vizuri mayai, kutotoa mayai.
Pia kitu kingine anaweza kupata hasara kwa bata wake kuweza kupungua uzito, na maana watakuwa hawana lishe iliyokuwa ni nzuri. Kwa hiyo ndugu mfugaji wa bata, jiepushe sana kwa kuweza kupata hasara kama vile wewe utakuwa na usimamizi uliokuwa ni mbaya. Tayari tumeshaangalia aina mbili ya watu wafugaji wa bata, wanaachia bata zao na kwa wanatembea tu, na wale wanafungia bata wao nyumbani. Kwa ndugu mtazamaji na mfugaji wa bata, kama utaweza kuangalia vizuri bata wako katika swala zima la lishe, swala zima la usafi, na pia swala zima la jinsi gani ambao bata wako wanaweza kukua na kuweza kuhudumiwa, ina maana kuna matokeo mazuri ambayo unaweza kuyapata, na matokeo hayo ni maana utapata faida kubwa sana. Aidha bata wako wataweza kuongezeka idadi, na maana wanapokuwa wanataga mayai 20 au mayai 10, wana uwezo wa kuangua mayai yote 10 na kupata vifaranga 10. Na pia kitu kingine, vifaranga vile vitakapokuwa vimezaliwa vile 10 pia vina uwezo wa kuweza kukua na kuweza kupata bata waliokuwa ni wakubwa. Kwa hiyo unaweza kukusihi kabisa ndugu mfugaji wa bata, jitahidi sana bata wako unapokuwa unafuga bata wako waweze kuwa katika uweze kuangalia, uweze kuwafuatilia, uone kama bata wako kweli wameweza kula majani, uangalie kama bata wako kweli wameweza kunywa maji, kwa sababu tukumbuke kwamba bata bila maji hawezi wakakua, na kuna video nyingi ambazo tumeweza kutoa ambazo zinaweza kuhusiana na umuhimu wa kuweza kuweka maji katika bata wako. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, pia ni jambo la msingi sana kuweza kutambua na kuweza kujua, ili kuweza kufanya usimamizi uliokuwa ni mzuri. Na kitu kingine, uweze kufanya usimamizi wa bata kama wewe mwenyewe hauna elimu ya kutosha kuhusiana na ufugaji wa bata. Kwa jitahidi sana kuweza kufuatilia video mbalimbali ambazo zinahusiana na ufugaji wa bata, hatua mbalimbali, changamoto mbalimbali, magonjwa mbalimbali ya bata, ili uweze kujua pindi utakapoona bata wako ana changamoto kama hiyo, ina maana kwamba utaweza kuhudumia na kuweza kutibu bata wako na wanakuwa katika mazingira yaliokuwa ni mazuri. Hiyo yote tunasema ni kwa sababu ya swala zima la uangalizi. Kwa hiyo kama utakuwa na uangalizi uliokuwa ni mbovu, kiukweli bata wako pia watakuwa ni wanakuwa sio wazuri. Kuna hasara kubwa ambayo mfugaji anaweza kaipata kama atakuwa na usimamizi mbovu, na miongoni mwa hasara hizo ni kwamba vifo vitakuongezeka sana. Vifo vitakuwa ni vingi sana vya bata, na kama vifo vitakuwa ni vingi sana vya bata, ina maana tayari utakuwa na upungufu mkubwa wa bata. Na kitu kingine ndugu mtazamaji, ni kuhusiana na swala zima la hasara ambayo utakuwa unaipata, ni hasara ya kiuchumi. Ina maana kwamba wewe unapokuwa unahudumia bata wako, unakuwa unaweka mtaji, na maana unakuwa unatoa hela, unaweka hela kwa ajili ya kuweza kupata kipato na kuweza kujipatia kipato ambacho kina uwezo baadaye kuja kupata return iliyokuwa ni nzuri. Lakini kama utajikuta kwamba wewe bata wako hawafanyi vizuri, bata wako ndo kama hivyo hawakui kwa sababu ya ubovu tu usimamizi, ina maana utapata hasara na bata watakuwa hawako katika mazingira yaliyokuwa mazuri. Kwa hiyo ndugu mtazamaji wa bata, na pia ndugu mtazamaji ambao ni mfugaji wa bata, jitahidi sana kuweza kufuga bata, kwani bata wana faida kubwa na watu wengi sana sasa hivi wanawapenda sana bata na wanawakimbilia kufuga bata na kula bata, kwani bata wana soko na wako vizuri. Kwa hiyo kama utakuwa na usimamizi mzuri, itapelekea wewe kuweza kupata pesa ambayo ya lazima, na ni pesa ambayo ipo tu itaweza kujikimu kimaisha. Na kitu kingine ndugu mtazamaji, ni usimamizi kama utakuwa ni mbovu kwenye swala zima la ufuatiliaji wa magonjwa ya bata. Bata wanaathiriwa na magonjwa mbalimbali, hususan kama magonjwa ya kuharisha, magonjwa ya tumbo, magonjwa ya mafua, magonjwa ya vifua, wanakuwa wanatoa mafua mara kwa mara. Kwa hiyo kama utakuwa na usimamizi mbovu, kutokujua kama bata wako anaumwa, bata gani ambaye anaumwa, yupi ambaye haumwi, kiukweli lazima utapata hasara. Utajikuta unakuwa unapoteza bata wengi sana, unapoteza vifaranga vingi sana kwa sababu ya ubovu wa ufuatiliaji na ubovu wa usimamizi. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, na kama utafanya usimamizi ulio mzuri kabisa kwenye chakula, kwenye upande wa usafi na kwenye upande wa magonjwa, ukachukua hatua, kiukweli lazima utapata faida iliyokuwa kubwa. Na ushauri mwingine, jitahidi sana bata wako waweze kuwafuga katika mazingira ya kuwajengea, yani wasiwe bata huria, wanatoka tu na wanazunguka,
wanaenda huku wanajitafutia wenyewe wanarudi. Hapana, jitahidi sana kuweza kuwatengenezea mazingira ambayo bata wanakuwa wanakula mle mle, wanalala kwenye banda lao au zizi lao. Wakitoka nje wanatembea, wanapata chakula unakuwa unawapa, maana pale uko unawalinda pia, utawalinda dhidi ya wadudu, na pia unaweza kuwalinda dhidi ya magonjwa mbalimbali ambayo yanaweza kwenda kuchukua magonjwa kwenye bata wengine wa jirani wakakuletea kwako. Kwa hiyo usimamizi ni kitu cha msingi sana sana. Kitu kingine kwenye swala zima la usimamizi, kama utanunua bata wengine pia wageni ili kuweza kuongezea pale kwako, jitahidi sana bata wale uweze kuwachanja, uweze kuwatibu wanavyoingia, na uangalie je, bata wako ni hao bata walionunua wapi, hawa ni wazima, bata hawa sio wagonjwa. Chagua bata mwenye afya nzuri ndio uweze kumchanganya na bata wako walio katika nini, katika ufugaji wako wewe. Maana kuna wafugaji wengi ambao wanataka kuongeza mitaji kwa kununua bata kutoka sehemu nyingine, au kuongeza mbegu ili uweze kuchanganya upate mbegu iliyokuwa ni bora. Kwa jitahidi sana kutafuta bata mwenye afya nzuri ndio uweze kumchanganya na bata wako ulionao. Kwa kufanya hivyo utawakinga bata wako ulionao nyumbani pale dhidi ya magonjwa ya milipuko au magonjwa ambayo bata huyo mwingine anaweza akaja nayo. Na kwa kufanya hivyo, ina maana usimamizi wako kweli wewe utakuwa ni mtu ambaye umefanya usimamizi mzuri, na utakuwa ni mfugaji uliokuwa kwa makini, na mfugaji ambaye lazima uweze kupata tija katika ufugaji wako. Kikubwa tunaweza kukumbusha ndugu mtazamaji, uweze kusubscribe na pia uweze comment, na mwisho wa video hii ndio mwanzo wa video nyingine nzuri ambayo inahusiana na swala zima la ufugaji wa bata. Fuatilia ufugaji wa bata, kwani kwa hakika ufugaji wa bata unalipa, na hakuna mfugo mwepesi katika kufuga kama bata. Kwani bata kwa kweli hata magonjwa yake ni madogo na hawasumbui, huwa hawana changamoto yoyote tofauti na ufugaji wa mifugo mingine au wa ndege wengine au wanyama wengine. Kwa jitahidi sana ndugu mfugaji wa bata kuweza kusubscribe na kugonga alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata video nzuri.